mchawi mpe mtoto akulele. Kama walikuwa na mpango wa kupita, tuwape kiwanja wajenge kabisa. Injinia akaingia kazini kusajili. Carlos Carlinhos Guimarães, Yakuba Sonyi mshambuliaji kutoka Asante Kotoko ya Ghana, Faridi Musa Shah Maliki, Shomari Kibwana, Zawadi Gift Mauya. Yanga hawakutaka unyonge kabisa. Mara hii walitaka kuhakikisha wanabeba ubingwa. Injinia alikuwa akisukuma kete zake taratibu kwenye siasa, lakini alijua fika bila timu kufanya vizuri uwanjani sintafanikiwa kwa chochote. Hapa alithibitisha Yanga inafaa kurudi kwenye ubora wake na kufanya sajili za kimkakati. Kwa misimu miwili iliyopita Yanga walikuwa na shida kwenye eneo la golikipa. Nabia ilihitaji golikipa kisasa. Injinia akaleta Mali kutoka Mali. Hakukuwa na kelele nyingi wakati anasajiliwa. Baada ya hapo kimya akamsajili Aucho. Yanga walitaka mtambo wa mabao, akarudishwa Eritie Makambo. Wakati taifa zima likiimba urejeo wake, Yanga walishusha balaa zito sana. Fiston Kalala Mayele, nchi katetema sana. Injinia alidhamiria kufanya mageuzi kwenye mpira. Aliongeza beki wa pembeni Jumaa Shaban Soda Bemba, akaongeza kiungo wa kati Yannick Bangala Litombo aliyekuwa mchezaji bora msimu huo. Kimsingi vyuma vilishuka. Yanga alimuongeza Salmu Abubakar Showboy kiungo kutoka Azam FC, Dickson Yambundo kutoka Dodoma Jiji, Jesus Tukapele Mulonko winga kutoka Eswatini Lupopo ya DRC Congo, David Bryson beki wa kushoto kutoka KMC, Shabani Idi Chilunda mshambuliaji kutoka Azam FC, Dennis Nkane winga kutoka ya Biashara United, Abu Twari Buisa Msheri kutoka Mtibwa Sugar. Huu ulikuwa ni msimu ambao Yanga waliandika rekodi ya kubeba ubingwa bila kupoteza mchezo wowote. Kama hiyo haitoshi, Yanga walifungwa mabao 8 katika msimu mzima. Kwa mateso ya misimu 4 yakakoma, lakini katikati ya msimu ndipo kila moja alipokubali kwa Injinia anafaa kuwa rais wa klabu hiyo. Dr. Mshindo Mbete Msola alijiweka pembeni kwa hatogombea nafasi ya urais. Mwakalebena akutaka naye pia. Jina lilikuwa moja tu lililochomoza katika kinyang'anyiro hicho. Julai 9 mwaka 2022, rasmi enzi za Msola na Yanga ya zamani zilifikia tamati. Ikabaki historia. Yanga mpya ikazaliwa kwenye mikono yake sanjari na Arafat Haji. Ahadi alizoziweka zilikuwa ni nyingi: kuifanya Yanga kuwa timu hatari, kuwafanya pinzani wateseke, kukamilisha mfumo wa mabadiliko na kujenga uwanja wa nyumbani. Yule kijana aliyekuwa na ndoto za uhandisi sasa alijikuta akijenga timu ya mpira kwenye soka lenye ushindani mkubwa. Yapo mengi kiutawala yalianza kufanyiwa kazi. Kwanza, kurudisha thamani ya Yanga kibiashara. Mikataba minono mizito ikasainiwa kuleta vichwa vipya vya kufanya kazi ili Yanga isonge mbele. Akina Ali Kamwe, CEO Senzo Mazingiza wanaingia ndani. Yanga wamebahatisha. Sioni wakifanya hivyo msimu ujao. Yalikuwa ni maneno ya wachambuzi. Rais bado ni mdogo sana kwa miaka 30 na alionayo hawezi kuendesha timu kubwa hivi. Mashabiki na wadau wa soka walitilia mashaka, lakini yeye alijua nini anachokifanya. Msimu wa mwaka 2021-22 Yanga walipitisha panga kubwa licha mafanikio walikuwa nayo. Baadhi ya wachezaji walioondoka ni pamoja na Chiko Wokubanza Ushindi, alirejea kwenye klabu yake ya TP Mazembe baada ya mkataba wake wa mkopo wa miezi 6 kumalizika. Yusuf Athumani alitolewa kwa mkopo kwenda kwenye klabu nyingine ili kupata muda wa kuendelea kucheza. Ramadhan Kabwili, golikipa huyo, aliondoka kwa mkopo baada ya nafasi yake kuwa finyu mbele ya Jigi Diana na Abu Twari Buisa Msheri. Deusi Kaseke, mkataba wake uliisha na klabu haikumuongeza mkataba, akajiunga na Singida Big Stars. Wakati huo Saidon Dibazonkiza, licha ya mchango wake, aliondoka mwishoni mwa msimu na baadaye kujiunga na timu ya Geita Gold kisha Simba. Paul Godfrey Boxer aliondoka. Barama Mapinduzi aliondoka baada ya kukaa nje ya uwanja kwa muda mrefu kutokana na majeraha. Yasin Mustafa naye aliondoka. Msimu mpya ulianza kwa Yanga kufanya sajili nyingi hatari ili kuboresha kikosi chao, ukiwemo usajili uliofanyika kwa umafia mkubwa sana. Wakati Simba wakifanya mipango ya kumsajili Aziz Ki, Injinia yeye alifunga safari kwenda moja kwa moja kwa kina Aziz Ki Burkina Faso, kisha akakamilisha dili lililofanya kiungo cha Yanga kwa na Aziz Ki, Feitoto pamoja na Yannick Litombo Bangala. Hawakuishia hapo, aliongezwa Bernard Morrison kutoka Simba aliyesajiliwa kama mchezaji huru.
Taarifa zinataja dau la kusaini lilikuwa ni takriban milioni 231. Kipindi hiko ilikuwa ni $100 laki moja. Lazarus Kambole kutoka Kaizer Chiefs, mchezaji huru, naye dau lake la kusaini alikuwa wazi, lakini linakadiriwa kuwa ni kati ya shilingi milioni 100 hadi 150. Lomalisa Mutambara akitokea Sagrada Esperanga ya Angola akiwa mchezaji huru. Aliongeza Gaili Bigirimana, mchezaji wa zamani wa Newcastle United kutokea Galatasaray kutoka Ireland ya Kaskazini akiwa mchezaji huru. Tuisira Kisinda aliyemaliza mkopo wake kutoka Berkane alirudi ndani ya kikosi cha Yanga, lakini pia akaongezwa Mudathiri Yahya Bass aliyejiunga dirisha dogo kama mchezaji huru baada ya mkataba wake na Azam kumalizika. Kennedy Musonda aliongezeka hapa akitokea Power Dynamo. Anakadiriwa kuwa usajili wake uligharimu kiasi cha milioni 150 hadi 200. Mamadou Doumbia, beki wa kati kutokea nchini Mali aliyesajiliwa katika dirisha dogo la Januari mwaka 2023, aliletwa kuongeza nguvu kwenye eneo la ulinzi. Lakini hawakuishia hapo. Kwenye eneo la goalkeeping aliongezeka Metacha Boniface Mnata. Golikipa huyo alirejea Yanga mwezi Januari mwaka 2023 dirisha dogo akitokea Singida Big Stars ili kusaidia baada ya majeraha ya magolikipa wengine. Kwa macho ya nyama usajili ule ulionekana mzuri sana, ila kiufundi ulikuwa ni mwanzo wa anguko la Yanga, kwani katika wachezaji hao waliosajiliwa ni wachache ama wawili tu walioweza kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Sura zilibaki vile vile, ila ubora wa Yanga uliendelea kwa pale pale. Nyakati ngumu pale Yanga zikaanza kusogea na Injinia akakaribia kuchemka kama sisi tunavyokaribia kufika chemka.